Kutoka kaunti namba 32 tuelekee kaunti nambari 1 ambapo machifu wanaendeleza zoezi la kuhakikisha wanafunzi wote wa gredi ya 10 wanajiunga na shule mjini Mombasa kwa kuzuru mitaa na kuhakikisha hakuna mwanafunzi anayesalia nyumbani. Zoezi la kuhakikisha wanafunzi wa gredi ya 10 wameendelea na masomo rasmi limeingia siku yake ya pili, huku machifu wakichangamkia swala hili katika maeneo ya Mwembe Tayari. Chifu wa eneo hili alizunguka katika mitaa hii na kuweza kupata jumla ya wanafunzi 4 ambao hadi sasa bado hawajajiunga na masomo ya gredi ya 10. Mimi changamoto za kimaisha ni vile sina kazi, sina uwezo wa pesa ya kumpeleka mtoto wangu shule, manake alikuwa ameitwa kwanza Vihiga, tukabadilisha akaitwa St Mary's Lua Kisumu. Sasa nikiangalia hiyo listi, hizo pesa na kulingana na maisha yangu sina kazi na bwanangu pia hana kazi sasa miaka 3. Tuna changamoto, watoto mpaka sasa hawajaenda shule kwa sababu ya ukosefu wa karo. Tumezunguka kila pale, chifu katusaidia, katuja paka mtaani, ahimiza watoto waende shule, lakini changamoto ni hakuna school fees. Yeye kanisaidia paka mimi na uniform, hapo pengine mimi nimeshindwa. Kwa kutomba msaada kwa watoto wetu hana uwezo kusoma, ndio tukaenda kwa chifu akatamba tutasaidika, ndio tumkuja hapa mtusaidie. Hata kana fees 20,000 na tutapata chochote, hata kununua vitabu, uniform bado. Ndio tuomba inshallah mtusaidie. Lakini serikali imeleta mambo mengi ya nini, bazari ya mbunge, MCA, governor, sijui senator, sijui menrepo. Kwa nini wasifanye wakakombaini ikawa wanafuata shule zetu ni ngapi? Tutasaidia nini kusudi wanafunzi wasianze kukerwa? Kulingana na wazazi pamoja na wanafunzi hawa, ukosefu wa karo ndio changamoto kuu, wengi wao wakikosa hata shilingi 1 ya kuweza kuwapeleka watoto wao shuleni. Mimi nina imani nitaenda shuleni kama kuna mtu anaweza jitokeza kunisaidia, kwa sababu naona tu nasononeka roho nikikaa nyumbani. Yeye mwenyewe ananiambia, kwa nini mama naona wenzangu kwa status nikiangalia kwa simu yako watoto wenzako wameenda, mimi niko nyumbani hapa sijaenda, kwa nini mimi mfanyike hivyo? Lakini mimi namtia moyo, naambia Mungu atakusaidia, utapata mfadhili, pesa zitalipwa na utaweza kusoma. Mtoto anajiunga na shule kwanza, alafu mengine ataweza kufuata baadaye. Si muhimu sana kuwa na ile rim, japo ni muhimu kivingine, lakini wacha mtoto afike kwanza, apate kuingia darasani, mambo mengine tutaweza ngana kama jamii ili tuweze kumletea baadaye na kuweza kutekeleza baadaye. Baza zimetawanywa kwingi. Mtu wale wairevu, wazazi ambao wanaweza kuchangamkia, unashtukia watoto wao wanakwenda kwa sababu anapata bazari za aina 5, atazikombaini atakwenda. Kuna wengine kumfuata mbunge, pengine hata hawapigi kura. Sasa unashaitishwa kwanza ulete kadi ya kura, hawapigi hata hiyo kura. Sasa wetu wengine ndio hao maskini ya Mungu. Ushaona maisha kama ya kuambiwa ya vitandawili. Yeye mwenye hana kadi ya kura, ashaambiwa mpaka ina kadi ya kura, atasaidika vipi? Kuna pesa ambazo kwamba serikali wanataka kuzitoa kwa ajili ya vijana, ambapo kwamba hiyo ni mpango wa Nyota. Mimi naunga mkono, mimi nakubaliana 100%. Lakini kwa nini hizo pesa zisipelekwe kwa wale vijana ambao kwamba wako nje, zikaweza kuwasaidia na wakaweza kurudi shule, alafu wale mambo mengine yakafuata baadaye? Wote hawa wamefanya vizuri, ila ukosefu wa karo umewaacha katika njia panda. Wazazi hawa sasa wasijue la kufanya, ikizingatiwa kuwa hapo kesho ndio mwisho wa zoezi hili. Francis Mtulakib, Ringa Citizen, Mombasa. Kutoka Mombasa